जिंदा खुदा से दिल जो लगाते तो खूब था, जिंदा खुदा से दिल जो लगाते तो खूब था। मुर्दा बुतों से जान, मुर्दा बुतों से जान छुड़ाते तो खूब था, जिंदा खुदा से दिल जो लगाते तो खूब था। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ndugu mpendwa mtazamaji, ungana nami tena katika studio yetu. Tunaangazia sana kuhusiana na Asmaul Husna, yani sifa njema, sifa nzuri za Mwenyezi Mungu, yani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katika studio yetu vipindi vilivyopita tuliangazia sana kwa kina kuhusiana na Allah, kuhusiana na sifa zake kuu ambazo tunapata katika sura Al-Fatiha, yani Rabbul Alamin, kuhusiana na mwingi wa rehema, mwingi wa ukarimu, kuhusiana na mliki wa siku ya malipo. Hivi leo ninao wageni wale ambao wataendelea kuchambua sana kwa kina sifa hizi za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Upande wangu wa kulia anaitwa Sheikh Idi Abwao Saib. Sheikh, karibu katika studio yetu tena siku ya leo. Asante. Naam. Vile vile upande wangu wa kushoto ninaye mwalimu Andale, Naim Andale Saib. Karibu tena katika studio yetu. Asante sana. Naam. Mada ni ile, maudhui yale kuhusiana na Asmaul Husna. Sheikh Saib, uliangazia kwa uchache kuhusiana na enzi, yani kiti cha enzi cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kuwa daraja lake ya umakini na upeo wa uungu. Hii ina maana gani kuhusiana na kiti cha enzi cha Mwenyezi Mungu? Naam, asante sana ndugu mwelekezi. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ni kwamba kiti cha enzi, mara nyingi watu wamechanganya jambo hili, kiti cha enzi, kwamba ni eneo fulani la Mwenyezi Mungu ama ni makao fulani ya Mwenyezi Mungu. Waila ieleweke vizuri kwamba kiti cha enzi sio makao ya Mwenyezi Mungu kama vile sisi tuna makao hapa duniani. Mtu ana nyumba yake, mtu ana ofisi yake. Hapana. Kiti cha enzi ni upeo wa juu wa Mwenyezi Mungu ambao uko juu zaidi ya uumbaji wake, juu ya viumbe vyake na juu ya elimu ambayo amejalia viumbe vyake. Kwa hivyo hiyo ndio inaitwa kiti cha enzi. Ni sio kwamba ni kitu ambacho kimetengenezwa, ni kiumbe, la hasha, bali ni makamu ya Mwenyezi Mungu, ni ukuu wa Mwenyezi Mungu na ni umoja wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ili mwanadamu aweze kuelewa upeo wa Mwenyezi Mungu, basi ndio neno limetumika kiti cha enzi, kwa sababu mwanadamu ni mwepesi wa kuelewa. Ukimueleza katika maneno yale ambayo anatumia siku baada ya nyingine, inakuwa ni rahisi kwake kuelewa. Lakini akielezwa kwa neno ambalo hajawahi lisikia, itakuwa ni vigumu kwake kuelewa. Kwa hivyo ndio maana neno kiti cha enzi limetumika kumaanisha upeo wa juu wa Mwenyezi Mungu. Na pia tunatazama katika Qur'an tukufu ndani ya sura Al-Araf, sura ya 7 aya ya 55, ambapo Mwenyezi Mungu amesema, inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard fi 6 ayamin thumma stawa 'ala al-arsh. Mwanzilishi mtukufu wa Jumuiya ya Islamu Ahmadiyya akieleza aya hii, tafsiri yake anasema kwamba ni wapumbavu ama ni watu ambao hawana maarifa watachukua neno hili arsh kumaanisha kiti cha enzi, na wakasema kwamba ni makao maalum ya Mwenyezi Mungu. Kwa sababu tunaelewa hapo awali ni kwamba nimeeleza kwamba Mwenyezi Mungu yupo karibu nasi na pia yuko mbali nasi. Mwenyezi Mungu amezunguka kila kitu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu hana makao maalum, lakini kwa sababu baada ya kwamba ametuumba, ameumba vyote vilivyomo mbinguni na ardhini, kisha akastawi kwenye makao yake, makao ya juu ambao ndio ukuu wake na ndio enzi yake, basi ili sisi wanadamu tuweze kumtambua kupitia kwa sifa zake kama ilivyokuwa imeelezwa hapo awali. Kwa hivyo basi anasema kwamba wana filosofia wanajaribu kumtafuta Mwenyezi Mungu
kwa hali ya sayansi. Na tunasema kwamba hauwezi ukamwelewa Mwenyezi Mungu kwa hali ya elimu ya kidunia, maana elimu ya dunia ina kikomo na elimu ya Mwenyezi Mungu haina kikomo. Sifa za Mwenyezi Mungu kwanza ni kwamba hazina kikomo, zina nguvu kama zilivyokuwa na nguvu hapo awali. Zimetimia, zimekamilika ndani yake, na kila sifa inafanya kazi yake kama ilivyokuwa inafanya hapo awali. Sifa haswa sifa ya uumbaji ambayo ni al-Khaliq, ni sifa ya Mwenyezi Mungu ambayo ni sifa ambayo inatumika mpaka leo hii. Mwenyezi Mungu ameeleza vizuri kwamba kila yaumin huwa fi sha'an, kwamba kila siku Mwenyezi Mungu huwa anadhihirika kwetu. Kwa hivyo anadhihirika kwa namna gani? Anadhihirika kwa sifa zake nzuri, anadhihirika kwa ule upendo, wema, rehema, ukarimu ambao anao kwetu sisi, na msamaha ambao anao kwetu sisi. Kwa hivyo kuna sifa zingine ambazo tunazo sisi kama wanadamu, ambazo ni sifa za Mwenyezi Mungu, ambazo pia sisi tunazitumia ili kumfikia yeye, ili kumwelewa yeye, ili kufika kwenye makamu yake ya juu. Na kwa hakika hiki kiti cha enzi cha Mwenyezi Mungu imeeleweka kidhahiri sana vile ulivyoeleza, na yule ambaye alikuwa ana maswali kuhusiana na kiti cha enzi kwa hakika amepata elimu chungu nzima. Naam, Mwalimu Saib, tunaangalia katika hali ya kawaida katika maisha yetu ya kidunia, tunapata ya kuwa unapata mtu amefaulu, mtu amepata pesa, mtu amepata gari, mtu amepata kazi. Utapata ya kuwa wengine husema ya kuwa hiyo ni kazi ya Mwenyezi Mungu, hii ni kazi ya Mwenyezi Mungu. Je, Masih Maud alayhi salatu wasalam ameelezaje kuhusiana na kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala? Asante sana. Kwanza kabisa niweze kuweza kukutolea ile aya iliyomo katika Qur'an tukufu. Mwenyezi Mungu anasema kwamba a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, kwamba Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawnaha thumma stawa ala al-arsh. Yani Mwenyezi Mungu ni yule ambaye aliyeumba mbingu pasipo zile nguzo ambazo mnaweza kuziona. Thumma stawa ala al-arsh, kisha akakaa katika ile kiti cha enzi. Hebu sasa nikirejelea kwenye lilo swala ambalo uliniuliza, Mwenyezi Mungu anasema kwamba yani kila siku anadhihirika katika shani mpya. Kwa hivyo ili kuweza kutambua sifa hizi zinavyodhihirika katika hali mpya, utakuta pia ulivyokuwa umeniambia kwamba mtu amepata kazi, anasema alhamdulillah, hiyo ni sifa nani? Ya Mwenyezi Mungu. Kumbe zile rehema za Mwenyezi Mungu, zile ukarimu wa Mwenyezi Mungu, zile riziki za Mwenyezi Mungu zinazidi kupatikana kupitia zile sifa za Mwenyezi Mungu. Na katika kupitia hili ndipo tunagundua kwamba kumbe kuna baadhi ya sifa za Mwenyezi Mungu zinazidi kufanya kazi kila siku, hatua kwa hatua. Na ndio maana pia Masih aliahidiwa alayhi salatu wasalam anatuambia kwamba sifa za Mwenyezi Mungu ni zenye kudhihirika hatua kwa hatua, kama vile nyota zinavyong'aa hatua kwa hatua, hivi ndio vile pia sifa za Mwenyezi Mungu zinavyodhihirika hatua kwa hatua. Na hata hivyo, kudhibitisha hili, Mwenyezi Mungu anazidi kutuambia na anatupa habari katika sura Ar-Rahman ambayo ni sura ya 55 aya ya 30. Mwenyezi Mungu anatuambia kwamba kulla yawmin huwa fi sha'nin, yani Mwenyezi Mungu kila siku anadhihirika katika hali mpya. Kwa hivyo kuna wengine wana mawazo haya kwamba labda kutokana na ile hukumu ya Mwenyezi Mungu, mtu atakapokuwa amehukumiwa kwenda motoni kwa ajili ya ile ghadhabu na ile hasira ya Mwenyezi Mungu, anapoadhibiwa, labda mtu anaweza kaa na mawazo akilini mwake kwamba naam, sasa rehema ya Mwenyezi Mungu au ule ukarimu wa Mwenyezi Mungu au upendo wa Mwenyezi Mungu umefanya nini? Umekoma. Kwa hivyo baadhi ya sifa za Mwenyezi Mungu hazidhihiriki. Kwa hivyo Masihi aliahidiwa anasema kwamba hii ni dhana potofu, na mtu ambaye ana mawazo ya aina hii ni ya kijinga. Kwa hivyo haina maana kwamba mtu anapoadhibiwa kwamba baadhi ya sifa za Mwenyezi Mungu zimefanya nini? Zimekoma. Anasema kwamba zinaendelea kudhihirika kama kawaida. Lakini Mwenyezi Mungu anapotoa adhabu yake dhidi ya mtu fulani, anaweza kutoa ile adhabu kwa ajili ya kufanya nini?
kutoa marekebisho kwa mwanadamu. Kwa hivyo habari hii ndio vile Masihi aliahidiwa alivyotuelezea kwa kina sana ni vipi Mwenyezi Mungu anavyodhihirisha sifa zake kila siku, na katika kila siku anaonekana katika hali mpya au katika shani mpya. Kwa hivyo habari hii kwa kweli itapatikana au inapatikana katika kitabu cha Shimaya Masihi Ruhani Ghazain, juzuu la 20 ukurasa wa 369 hadi 370. Ameeleza kuhusiana na mambo mazuri kuhusiana na kazi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na alikuwa akieleza, ningependa kukuuliza, hii ina maana ya kuwa utendaji wa Mwenyezi Mungu haina kikomo? Naam. Tukisema kwamba utendaji wa Mwenyezi Mungu una kikomo, itakuwa inaenda kinyume na sifa zake. Sifa za Mwenyezi Mungu kama sifa al-Hayy, sifa ya mzima wa milele, hii ni sifa ambayo haina kikomo, na ni Mwenyezi Mungu peke yake ndo amejitwalia sifa hii nzuri ya al-Hayy, yani yule ambaye anaishi milele. Hamna mwanadamu yeyote ama kiumbe kingine chochote ambacho kina sifa hii. Sifa ya Mwenyezi Mungu ni yule ambaye anaishi milele, ambaye ni al-Hayy, na mbali na kwamba anaishi milele ni al-Qayyum. Pia yule mwenye anaweza kufanya namna gani? Anaweza kugawanya uhai wake kwa vitu vingine na vikawa hai na vikaishi pia kwa muda. Kwa hivyo sifa za Mwenyezi Mungu, yule mtu ambaye anafikiria kwamba sifa za Mwenyezi Mungu huwa zinafika wakati fulani zinakatika, inakuwa si hivyo, kwa sababu yeye sifa zake tangu awali ni kwamba amedumu milele na sifa zake zimedumu milele. Kwa mfano, sifa ya msamaha wa Mwenyezi Mungu kwa mwanadamu ni sifa ambayo ina muda mfupi. Inafika wakati sifa hiyo inakuwa haitumiki tena, anashikwa na ghadhabu, lakini unakuta kwamba sifa ya Mwenyezi Mungu ya msamaha ni sifa ambayo inadumu milele, na ni sifa ambayo inaendelea kutumika, inafanya kazi kila mara kwa sisi binadamu ambao huwa tunakengeuka mara kwa mara. Sifa zingine ambazo Mwenyezi Mungu anazo ni kama sifa al-Khaliq, sifa ya uumbaji. Hii ni sifa ambayo tumeizungumzia sana na ni sifa muhimu. Tunaizungumzia mara kwa mara kwa sababu gani? Kwa sababu ni sifa ambayo inamhusu Mwenyezi Mungu, muumba wa mbingu na ardhi. Sifa hii pia inaendelea milele. Kwa hivyo sifa za Mwenyezi Mungu ni za kudumu milele. Hamna sifa ambayo tunasema kwamba inachukua labda miaka 10 alafu inaisha kazi yake. Lakini tunasema kwamba kuna wakati ambao sifa zingine za Mwenyezi Mungu zinapokuwa kazini, sifa zingine zinakuwa haziwezi kufanya kazi kwa sababu kutakuwa na mgongano. Kwa mfano, sifa ya al-Hayy inapokuwa anapeana uhai, basi ile sifa ya kuchukua uhai haiwezi kufanya kazi. Sifa kwa mfano ile ya kuangamiza ama kuadhibu inapokuwa kwenye operesheni, basi ile sifa ya msamaha haiwezi kuwa kwenye operesheni. Kwa hivyo maana zitakuwa zinagongana, lakini zote zipo kazini, zinadumu milele kama vile uungu wake unadumu milele. Na ndio maana yeye ni Allah, na ambaye anaishi milele, ambaye halali, ambaye hachoki, ambaye hahitaji kutoka kwa yeyote isipokuwa sisi wote tunahitaji kutoka kwake. Na huyu ndiye Allah ambaye amezungumziwa, na huyu ndiye ambaye tunasema sifa zake sio kama za ile miungu ambayo watu wengine wameishika na kusema kwamba huyu ni Mungu fulani, huyu ni Mungu fulani. Tunasema kwamba hizo ni sifa za Mwenyezi Mungu, baadhi ya sifa za Mwenyezi Mungu ambazo wamezichukua na wakazifanya namna gani? Wakazifanya miungu. Na lakini ukija kwa Mwenyezi Mungu ni kwamba sifa zake zipo imara, zimefanya kazi na zinajitegemea, na zote zimekusanya kwa huyu Mola mmoja ambaye tunamwabudu, ambaye ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, asante sana. Imebainika kule kwa mtazamaji kuwa sifa za Mwenyezi Mungu hazina kikomo. Mwalimu Saib, kuna watu walieleza katika hapo awali, alieleza kuhusiana na wanafilosofia, wanaeleza kuhusiana na muundo na vitu ambavyo vinafanyika hapa duniani, wakieleza ya kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ana zile sheria asili. Hizi sheria asili hawa watu wameziweka ziko kamilifu, yani hakuna kitu ambacho kinaweza patikana min ghairi ya hii kitu asili. Je, unaweza eleza mtazamaji kuhusiana na mambo ya hawa watu? Je, ni kasoro kusema mambo haya ama ni sawa? Asante sana kwa kuliuliza swali hili zuri kabisa. Kwanza kabisa, wanafalsafa wanavojitahidi kufanya utafiti wao dhidi ya vile utaratibu uliopo katika ulimwengu huu,
na kulingana na tabia ya asili au ile asili ya Mwenyezi Mungu ilivyopo katika utaratibu wa ulimwengu. Kwa hivyo wanachukulia kwamba kwa kweli hii ni kamilifu kabisa. Kwa hivyo ikitokea kwamba labda ubunifu mpya umefanyika kutokana na wanafalsafa, kwa kweli inafikia wakati mpaka wanaenda wanakuwa wenye kufanya nini, kupingana na ule ubunifu mpya ambao umepatikana. Kwa hivyo kutokana na hili, kwa kweli katika maelezo ya dini tukufu ya Kiislamu inasema kwamba hatuwezi kukataa ule ubunifu mpya kwa kukubali tu ile kwamba kwa kusema kwamba ukamilifu wa asili ndio ule tu. Kumbe huu ukamilifu wa asili haina maana kwamba tukiukubali tukatae ule ubunifu mpya ambao unaopatikana. Kwa nini? Mwenyezi Mungu anasema kwamba yeye anadhihiria katika shani mpya. Kwa hivyo kama anadhihiria katika shani mpya, ina maana kwamba pia baadaye au mbeleni, baada ya muda mrefu, kuna ubunifu mwingine mpya ambao unakuja ambao hatuwezi kuukata. Kwa hivyo pia imebainika kwamba baadhi ya wanafalsafa wanapokundua kwamba baadhi ya ubunifu mpya wanapatikana au unaonekana ambao unaenda kinyume na vile wanavyoelewa sana asili, kwa kweli inafikia wakati wanakiri makosa yao na kukubali na kisha kusema kwamba kwa kweli ubunifu huu ni sahihi, kisha wanaaibika. Kwa hivyo kanuni ya asili sawa na fikra zetu, kwa kweli fikra zetu zina ufanye utafiti alafu inafikia kikomo. Lakini kuna hatua ya kwamba Mwenyezi Mungu na ule uumbaji au zile kanuni ambazo zinavyopatikana, kuna ile connection, yani muunganiko baina ya ya sifa za Mwenyezi Mungu na vile utaratibu unaopatikana. Kwa hivyo kuna nguvu za kiungu zinazopatikana ili kusababisha baadhi ya ubunifu ambao unapatikana mpya ambao sisi wenyewe tunakosa kuufahamu. Kwa hivyo ndio vile wanavyochukulia. Kwa hivyo inafikia wakati paka wanafalsafa wanakiri kwamba ubunifu huu mpya bila shaka upo. Kwa hivyo hii pia inaonekana na imedhibitika kuwa ya ukweli katika hata zama za sasa hivi. Naam, asante sana Mwalimu Saib. Kwa hiyo swali ambayo umelijibu sawa sawa, na pia hata mimi nimepata elimu kwayo. Asante sana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambaye ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ndiye ameumba kila kitu hapa duniani. Na tukisoma, tukiangalia, tunapata ya kuwa kila kitu kina sifa chake ambacho Mwenyezi Mungu amekiweka ndani yake. Je, haya ni ukweli? Naam. Kuna sifa za Mwenyezi Mungu ambazo zinadhihirika kwa viumbe vyake. Na nimesema awali kwamba katika kuumba, baada ya Mwenyezi Mungu ameumba na ameukamilisha ulimwengu, basi akarejea ama akastawi katika hali ya kiti cha enzi ama katika arshi. Sasa zile sifa za Mwenyezi Mungu ambazo zinapatikana ndani ya vile vitu ambavyo ameviumba ndizo zinatusaidia kumtambua Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hatuwezi sema kwamba vile vitu vimebeba sifa zote za Mwenyezi Mungu, lakini pia tunasema vile vitu vina nini? Vina sifa ambazo zinatudhihirisha kwamba huyu muumba alivitengeneza namna gani. Mfano mwepesi ambao tunaweza kupeana ni ule wa mitishamba ambayo inatumika kutengeneza madawa. Ile miti unakuta kwamba imepandwa katika eneo moja. Mti mwingine unakuta ni sumu na mwingine unakuta unatoa matunda ambayo yananufaisha binadamu. Sasa angalia, hiyo ni kitu ambacho hata wanasayansi, wanafilosofia, ambao hata wanafizikia ambao wanajaribu kutafakari na kuyasoma yale mazingira ambayo tunaishi ndani, wanashindwa kuelewa ni namna gani miti inaweza kupanda katika eneo moja ama inaweza kukua kutoka katika eneo moja, lakini unakuta mwingine unakuwa ni sumu na mwingine unakuwa ni matunda mazuri ya kukula, tena yana manufaa kabisa kwenye mwili. Kwa mfano tuna mmea mdogo sana ambao mmea huu una sifa mbalimbali ambao ni mmea wa aina ya bangi. Mmea huu unatumika katika kama mihadarati kwa wale ambao wanautumia vibaya, lakini unakuta kuna elimu ya madawa ya homeopathy, utakuta kwamba mmea wa bangi unatumika mle ndani na umeelezwa vizuri sana ni namna gani mmea huu unaweza kutumika katika tiba ya magonjwa yale ambayo ni magonjwa sugu katika mili ya binadamu. Kwa hivyo hii hali yote ukiangalia ya maumbile unakuta kwamba viumbe vya Mwenyezi Mungu vinadhihirisha
sifa za Mwenyezi Mungu. Na pia tuelewe kwamba katika kutambua sifa za Mwenyezi Mungu hatuwezi kuzitambua kwa elimu ya ustadi wa sayansi. Hatuwezi kumtambua Mwenyezi Mungu kwa elimu ya ustadi wa sayansi. Kwa sababu kinachopatikana kule ni baadhi ya sifa za Mwenyezi Mungu ambazo amejalia ile mimea ama vile vitu ambavyo tunavistadi. Ila ukirudi kwenye ibada sasa, ukirudi kwenye unyenyekevu wa ibada, ukirudi kwenye kutafuta ukuu wa Mwenyezi Mungu, ukamilifu wa Mwenyezi Mungu, ukaanza sasa kustadi Qur'an tukufu na ukaanza kuingia ndani zaidi na ukaielewa vizuri na ukaistadi kwa hali ya umakini na kumwogopa Mwenyezi Mungu pia na kuwa na imani kwamba huyu Mwenyezi Mungu ndiye yule ambaye yuko hai, ambaye ameumba hivi vyote vilivyomo mbinguni na vilivyomo ardhini, basi unaanza kupata milango inafunguka ya sifa kuu za Mwenyezi Mungu ambazo sasa wengine watakwambia hizo sifa hazipo, na wanasema kwamba usipokuwa na elimu juu ya kitu haimaanishi kitu hicho hakipo. Kwa hivyo wale ambao ni waaminio wanapata matunda hapa duniani ambayo ni matunda ya kiroho, wanapata matunda kulingana na elimu yao ya ukuu wa Mwenyezi Mungu. Na hawa wanaweza kuambia kwamba kuna vitu fulani ambavyo vinadhihirisha sifa za Mwenyezi Mungu ama zinadhihirisha uwepo wa Mwenyezi Mungu. Lakini wale wanasayansi watakwambia huenda kukawa kuna muumba wa hizi vitu na hawana hakika kwamba yupo. Sasa katika imani ndio unakuja kukuta kwamba Muislamu anakuambia kwamba kwa kumwamini Mwenyezi Mungu, kwa kumwabudu na kwa kuweza kuenzi hizi sifa zake vizuri, basi kuna dhihirisho wa wazi kwamba yupo Mwenyezi Mungu ambaye ndiye huyu ambaye tunamwabudu, yupo mkamilifu, yupo mwenye rehma, yupo mwenye ukarimu, yupo Mola wa ulimwengu na yupo mfalme wa siku ya malipo. Sasa tunakuja katika kwamba hizi sifa za Mwenyezi Mungu ambazo zinadhihirika humu ndani unakuta kwamba zinadumu mpaka siku ya kiyama. Waila katika elimu ya ustadi wa kibinafsi hata tuendelee kusoma mpaka siku ya kiyama ni kwamba bado tutakuwa tunakuta kuna elimu mpya zinachimbuka kila kukicha katika vile vitu ambavyo tunavifahamu na tumevistadi tayari, ambavyo vinadhihirisha ukuu wa Mwenyezi Mungu, ambavyo vinadhihirisha mambo mageni. Kwa mfano ukiangalia bahari peke yake, unaambiwa kwamba mpaka sasa hivi tangu ustadi wa bahari uanze ni kwamba hawajafika nusu ya bahari. Bado kuna vitu vipi ambavyo vinachimbuka baharini ambavyo hawalikuwa havifahamu kabisa. Ukirudi kwenye mwili wa binadamu, unakuta kwamba kuna mambo mengi bado ndani ya mwili wa binadamu ambayo hayajulikani, na hata wengine wanasema kwamba huenda mwili wa binadamu ukawa ni sayari kivyake. Unaona? Kwa sababu kila kukicha wanakuta kuna uvumbuzi mpya, kuna mambo mapya ambayo yanachimbuka kutoka katika mwili wa binadamu. Ieleweke kwamba ukiangalia kama chembe-chembe za mwanadamu ni kwamba baada ya miaka 3 zile chembe-chembe ambazo ni za zamani huwa zinakufa na mpya zinazalika. Hiyo basi ni sifa moja ya Mwenyezi Mungu ambayo inadhihirika hapo, ile sifa ambayo ni ya Khalik, sifa ya muumbaji, na yule ambaye anapoumba anasawazisha na kukamilisha maumbo yake. Sasa huyu ndiye yule ambaye tunazungumza kumhusu, ambaye sifa zake haziwezi kukusanywa mahala pamoja ama haziwezi kudhihirika katika kitu kimoja. Na huyu ndiye Allah mtukufu ambaye tunamzungumzia sifa zake leo katika siku hii ya leo hapa studioni. Asante ndugu yangu. Asante sana. Kwa hakika Allah ametukuka sana. Tukisoma na kuelewa sifa zake tunapata ni Allah mtukufu kabisa kuhusiana na sifa ambazo hazieleweki. Saa zingine wengine wanavumbua kitu, wengine wakasema ya kuwa hii ni kitu mpya. Tunapata pia wanafalsafa hawa ulikuwa unawaeleza, inafika mahali wanasema ya kuwa hizi mambo ya kiasili, hizi sifa za Mwenyezi Mungu ambazo zinakuja, inakaa kama miujiza kwa watu ambao hawana elimu. Je, unaweza eleza mtazamaji kuhusiana na miujiza ambazo zinapatikana katika dunia, uvumbuzi kama vile Sheikh Saib alikuwa ameeleza? Swali ulilouliza ni zuri sana, ili pia watazamaji wetu waweze kutambua haya kwa kina. Kwa hivyo katika huu ulimwengu ambao Mwenyezi Mungu ametuumba, kuna baadhi ya vitu ambavyo vinaonekana au kuna baadhi ya sifa ambazo ni za Mwenyezi Mungu au miujiza ambazo zinapatikana katika ulimwengu huu pia. Kwa hivyo kweli katika ulimwengu huu kuna ule ushirikiano wa Mwenyezi Mungu na viumbe wake katika ulimwengu huu. Kwa hivyo pia hata katika hali mbalimbali tunaambiwa kwamba
kwamba yani baada ya muda mrefu inadhibitika baadhi ya wakati kwamba yani Mwenyezi Mungu anafanya maajabu ya aina hii mpaka mwanadamu inafikia wakati anashangaa. Wagiriki pia walikuwa wanaamini kwamba wanawake walikuwa na uwezo wa kufanya nini, wa kupata mtoto pasipo kutana na mwanaume. Kwa hivyo ilipogundulika kweli, ikadhibitisha kweli kumbe hizi kanuni wa kwamba lazima mwanamume amzalishe mwanamke. Kwa hivyo ikawa imepingana nini, ule uelewa wa kibinadamu sana, kanuni za asili. Na hata hivyo mwanamke anaweza kupata mtoto pasipo mwanaume. Kwa hivyo vile vile pia kuna kanuni nyingine ambayo inasemekana kwamba kulikuwa mtu ambaye alikuwa na uwezo wa kupata upeo mkubwa katika nini, katika ile hali ya ufahamu ambao haikuwa itaonekana katika ukoo wao. Kwa hivyo hii ikawa pia imewashangaza. Pia inaonekana kwamba miujiza hizi zinapatikana ndio, lakini baada ya muda mrefu ambapo inapoonekana inawashtua watu wengi sana. Pia inadhihirika baadhi ya wakati kwamba kulikuwa na tetemeko la ardhi ambalo lilidhihirika wakati fulani, alafu kisha moto huu ukatokea katika ile ardhi na ukawa na uwezo wa kufanya nini, kuyeyusha nini, mawe. Lakini baadaye tunagundua kwamba hata huu moto hauko na sifa za kufanya nini, kuunguza kuni. Jambo likale limewapa watu mshtuko sana. Kwa hivyo swali linakuja pia linazuka kwamba kulikuwa na wakati kweli sasa hivi kuna ile hali ya kwamba tumegundua umeme. Lakini hapo kabla wanafalsafa hawakuwa na akili hizo kwamba kulikuwa baadaye umeme unaweza kupatikana au vyombo vyenye kutumia umeme. Kwa hivyo ndio vile kweli miujiza hizi zinavyopatikana baada ya muda mrefu, na kwa kweli haiwezi kuwa kinyume au kando na mipaka ya Mwenyezi Mungu. Naam, asante sana Mwalimu Saib, umetupatia mambo mengi sana kuhusiana na miujiza ya Mwenyezi Mungu, na pia muda haitaturuhusu, najua mna mengi sana ya kutueleza, lakini naomba pia mfike katika studio yetu muweze kutueleza mambo haya katika vipindi vinavyokuja. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Naam, ndugu mpendwa mtazamaji wa MTA Africa, kwa hakika muda haitatupatia ruhusa kuendelea, lakini katika vipindi vinavyokuja hawa wageni watatueleza sana kuhusiana na sifa nyingi sana za Mwenyezi Mungu ambazo zimeelezwa katika Qur'ani tukufu na hadithi za Mtume Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kaa nasi tuendelee kuelimika. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.